Naam, kesi ya uhaini inayomhusisha mwenyekiti wa Chadema Tundu Antipas Lissu imeendelea kwa hatua muhimu ya kuhojiwa na kuulizwa maswali kwa shahidi wa upande wa mashtaka, shahidi ambaye jina lake na sura yake imewekwa siri, ambaye alitambulishwa mahakamani kama Shahidi P. Shahidi huyo alieleza mahakama kuwa shirika la habari la Jambo TV liliripoti mkutano wa Chadema uliofanyika mwezi Aprili mwaka wa 2025 ambapo Tundu Lissu na viongozi wengine wa chama walijadili msimamo wa chama hicho wa no reform no election kuelekea uchaguzi mkuu. Kwa mujibu wa shahidi huyo wa siri, mkutano huo ulifanyika katika makao makuu ya Chadema huko Mikocheni tarehe 3 Aprili mwaka wa 2025. Alisema alikuwa amepangiwa na mwajiri wake kuripoti tukio hilo pamoja na waandishi wengine wa habari na kwamba vifaa vyao vilikuwa katika hali nzuri ya kufanya kazi. Shahidi huyo alisema Jambo TV ilirusha matangazo ya moja kwa moja ya mkutano huo kwa takriban masaa matatu kwa lengo la kuhabarisha umma kuhusu kinachoendelea. Wakati akihojiwa na upande wa mashtaka, Shahidi pia aliwataja Tundu Lissu, makamu mwenyekiti wa Chadema John Heche na katibu mkuu John Mnyika kuwa miongoni mwa waliohutubia mkutano huo. Alisema wazungumzaji hao walijadili uchaguzi ujao na msimamo wa chama kwamba hakutakuwa na uchaguzi bila kufanyika kwa mageuzi. Shahidi huyo aliendelea kuieleza mahakama kuwa Tundu Lissu alizungumzia suala la kuzuia uchaguzi na kukumbuka akitumia maneno yenye maana ya tutazuia uchaguzi huu na maneno mengine yenye maana tutasababisha vurugu. Upande wa mashtaka pia ulimuuliza shahidi kuhusu utunzaji wa rekodi hiyo baada ya mkutano kumalizika. Shahidi P, shahidi wa siri, alisema kwa tarehe 7 Aprili mwaka 2025 akiwa kazini mjini Dodoma, alipokea simu kutoka kwa bosi wake ambaye alimtaja kama John Marwa akimtaka aende kituo cha polisi na kukabidhi kadi ya kumbukumbu ama memory card iliyokuwa na picha za mkutano wa Chadema uliomhusisha Tundu Lissu. Alieleza kuwa video iliyorekodiwa kupitia kamera zao ilihifadhiwa moja kwa moja kwenye kadi hiyo ya kumbukumbu. Alisema baadaye alienda kituoni hapo akakabidhi kifaa au kadi hiyo ya kurekodia kwa afisa aliyekuwa akishughulikia suala hilo na kutia saini baada ya kukamilisha makabidhiano hayo. Upande wa mashtaka pia ulimuuliza kuhusu muonekano wa Tundu Lissu katika mkutano huo. Baada ya jaji kumtaka wakili wa serikali kurekebisha namna ya kuuliza swali hilo, shahidi alisema hakukumbuka rangi ya nguo alizovaa Tundu Lissu, lakini alikumbuka kuwa alikuwa amevaa mavazi ya mtindo wa kijeshi, yani combat style. Kisha upande wa mashtaka ulihitimisha kumhoji shahidi huyo na kumpa nafasi Tundu Lissu kuanza kumhoji maswali ya cross examination, na hapa ndipo maswali yalipochukua mwelekeo tofauti. Tundu Lissu alijikita zaidi katika uhusiano wa muda mrefu wa kikazi kati yake na taasisi ya habari ya shahidi huyo anayelindwa ama shahidi aliyefichwa. Alimuuliza shahidi kama Jambo TV ilikuwa imefanya naye kazi kwa muda mrefu na kama kituo hicho kilikuwa kikiripoti mikutano yake ya kisiasa katika maeneo mbalimbali ya Tanzania. Shahidi alikubali. Kisha Tundu Lissu aliuliza kama Jambo TV ilikuwa ikiripoti shughuli zake hata wakati ambapo vyombo vingine vya habari vilisita kuripoti habari zake. Kisha Lissu alihamia kwenye suala jingine muhimu, iwapo shahidi huyo alikuwa amewahi kutishiwa na wanachama wa Chadema. Shahidi alijibu kuwa hapana, hajawahi kutishiwa na wanachama wa Chadema. Lissu aliuliza iwapo baada ya Jambo TV kurusha hewani mkutano wa tarehe 3 Aprili, shahidi alikuwa ameripoti vitisho vyovyote kutoka kwa wanachama wa Chadema, viongozi au mamlaka nyingine yoyote. Kwa mara nyingine shahidi alijibu hapana. Hali hii ilizua mjadala wa kuvutia kwa sababu upande wa mashtaka ulikuwa umeomba ulinzi kwa ajili ya shahidi huyo hapo awali, ukizingatia wasiwasi kuhusu usalama wake. Hivyo Tundu Lissu alimuuliza shahidi wa siri moja kwa moja iwapo aliogopa kutoa ushahidi hadharani. Safari hii shahidi alisema anaogopa sana. Tundu Lissu alipomtaka aeleze sababu ya hofu hiyo, shahidi alisema suala hilo ni nyeti na kwamba ingawa viongozi wa kisiasa huenda wasipate matatizo, watu wengine wanaweza kukabiliwa na changamoto. Kisha Tundu Lissu alionyesha kuwepo kwa utata katika majibu hayo mawili. Shahidi alikuwa amesema hajawahi kutishiwa na mwanachama wa Chadema, lakini bado aliogopa kutoa ushahidi hadharani. Shahidi wa siri alisisitiza kuwa wasiwasi wake ulichangiwa na unyeti wa kesi hiyo. Lissu aliendelea kwa kuuliza ni nani aliyeandika maelezo ya shahidi wakati wa uchunguzi.
Shahidi alithibitisha kuwa maelezo hayo yaliandikwa na mkaguzi aliyejulikana kwa jina la Andrew. Kisha Lissu aliambia mahakama kuwa alikusudia kupinga ushahidi wa shahidi huyo wa siri kutoka Jambo TV kwa kupitia maelezo yake ya awali na kuonyesha maeneo ambayo aliamini kulikuwa na hitilafu au kutokubaliana kwa maelezo. Aliomba hati husika ikabidhiwe kwa upande wa utetezi ili aweze kuitumia wakati wa kumhoji shahidi cross examination. Wakati huo mawakili wa upande wa mashtaka walianza kushughulikia hati hiyo na vielelezo. Lissu pia aliibua hoja ya kiutaratibu kuhusu maelezo ya mashahidi, akisema mahakama ilikuwa imeagiza hapo awali kuwa taarifa zinazotambulisha shahidi katika maelezo ya mashahidi wanaolindwa ziondolewe. Alihoji ni kwa nini baadhi ya taarifa hizo zilionekana kufanywa marekebisho ya kufichwa redaction wakati huo. Kisha shahidi huyo wa siri alionyeshwa hati hiyo. Lissu alimtaka athibitishe iwapo hayo yalikuwa maelezo yake. Shahidi alikubali. Lissu aliendelea kuuliza iwapo baadhi ya taarifa binafsi katika hati hiyo zilikuwa zimefichwa, ikiwemo taarifa kuhusu mahali shahidi anapoishi, eneo, mtaa na namba ya simu. Shahidi alithibitisha kuwa taarifa hizo zilikuwa zimefichwa. Kisha Tundu Lissu aliuliza iwapo mwaka wa kuzaliwa wa shahidi huyo na jina la baba yake pia vilikuwa vimefichwa. Kwa mara nyingine shahidi alithibitisha kuwa vilikuwa vimefichwa. Jibu hilo hilo lililotolewa wakati Lissu alipouliza iwapo majina ya shule za msingi na sekondari za shahidi huyo yalikuwa yameondolewa kwenye nyaraka hizo. Mazungumzo hayo yalikuwa muhimu kwa sababu Lissu alikuwa akijaribu kuonyesha mahakamani ni taarifa zipi hasa zilizokuwa zimefichwa kwa umma kuhusiana na shahidi huyo aliyelindwa. Hoja za maswali ya upande wa utetezi kwa shahidi pia ziliibua swala muhimu linaloweza kuathiri imani juu ya shahidi huyo na uhusiano wake na mshtakiwa. Kwa upande mmoja, ushahidi wa upande wa mashtaka ulilenga mkutano wa Chadema wa Aprili mwaka wa 2025, kampeni ya no reform no election, yani hakuna mageuzi hakuna uchaguzi, na kauli zinazodaiwa kutolewa na Tundu Lissu kuhusu kusitisha uchaguzi. Kwa upande mwingine, maswali ya Tundu Lissu yalijikita katika uhusiano wa karibu wa kikazi kati ya shahidi huyo na yeye pamoja na chama chake, kutokuwepo kwa vitisho vyovyote vilivyoripotiwa kutoka kwa wanachama wa Chadema na uwezekano wa kuwepo kwa itilafu au upungufu katika maelezo ya awali ya shahidi huyo. Shahidi pia alithibitisha kuwa Jambo TV ndiyo iliyohusika kurusha matangazo ya mkutano huo na kwamba picha za video zilikabidhiwa kwa polisi baadaye. Hivyo mahakama ilisikia ushahidi uliomhusisha moja kwa moja shahidi huyo na rekodi ya mkutano huo, huku upande wa utetezi ukianza kuhoji namna ushahidi huo ulivyopatikana, kuhifadhiwa na kuwasilishwa. Mchakato wa maswali ya utetezi kwa shahidi ulikuwa bado unaendelea wakati mjadala ulipohamia kwenye maelezo ya maandishi ya shahidi huyo na taarifa zilizofutwa au kuondolewa ndani yake. Umuhimu wa mwenendo wa kesi hiyo sasa unategemea kama Tundu Lissu ataweza kutumia maelezo hayo kubaini tofauti kati ya yale ambayo shahidi aliwaambia wachunguzi na yale anayoyasema mbele ya majaji. Shahidi huyo aliyewekwa chini ya ulinzi maalum na kufichwa anaendelea kuwa mmoja wa mashahidi wa upande wa mashtaka ambao ushahidi wao unachunguzwa kwa kina na upande wa utetezi katika kesi hiyo ya uhaini. Tutarudi baadaye na update nyingine kuhusu kilichojiri baada ya hapo.